By the way walikuwa na Selemani Mwalimu, lakini mechi za mwishoni Mwalimu alikuwa haopti kumtumia yeye, alikuwa anamtumia force number 9. Lakini ujio wa Ibrahim Dumbia bado Mwalimu anataka kuhitaji kutengeneza kutengeneza mfumo ambao unaweza ukawa beta zaidi Simba inapotumia mshambuliaji halisia. Lakini Ibrahim Jabbar no doubt, kwa sababu nafasi ya Alassane Kante ilikuwa empty baada ya Alassane Kante taarifa zake kutowekwa bayana na Simba, na sio miongoni mwa wachezaji wa Simba ambao waliwatambulisha. Unaweza ukaona hilo, lakini Ibrahim Jabbar ameshacheza mechi kadhaa hapo nyuma zikiwemo za kirafiki, kwa hiyo ilikuwa ni rahisi sana pia Mwalimu kumshawishi Mwalimu kuweza kuanza naye katika mchezo. Kwa hiyo kuhusu wale ambao waliingia kwa maana ya maingizo mapya, sikuwa na doubt pale nilipoona lineups, lakini issue kubwa ilikuwa ni watasaidizana vipi na wale ambao walikuwepo, ama watashirikiana vipi kujua hali halisi ya dabi, namna ambavyo inahitaji. Dabi ni mchezo ambao kidogo unajitofautisha na michezo mingine kwenye issue ya approach, lakini pia the way ambavyo timu ama nyinyi wachezaji mnatakiwa kucheza, vitu gani ambavyo mnahitaji kuvifanya kwa wakati gani na vitu gani ambavyo mnahitaji kuviepuka. Hivyo ni vitu ambavyo nilitarajia na nilitegemea kwamba kwa sababu Simba walikuwa na wachezaji wengi sana ambao walishacheza dabi kabla ya jana, wangekuwa wawakilishi ama wale waongozaji ambao wanaweza kuwasaidia wale wachezaji wapya katika kungamua baadhi ya vitu. Kwa hiyo kupoteza mchezo, zipo sababu za kupoteza mchezo, lakini kwenye issue ya selection na kile alichokihitaji Mwalimu, sina doubt kwa upande wa Simba. Okay. Yeah. Sawa, imekuwa ni kama falsafa ya Simba wanapokutana na Yanga. Wanatumia zaidi ya dakika 15, wanakuwa wanapushi sana mashambulizi, ama wana udominate mchezo, lakini baada ya hapo huwa wanabadilika. Shida inakuwa wapi? Sababu wewe ni mtaalamu pia wa masuala ya kimbinu zaidi. Hata mechi ya jana pia Simba walianza vizuri, tofauti na Yanga. Walianza kwa shinikizo la juu ama gia ya juu kuliko Young Africans, lakini mwisho wa siku hatukuona ile pressure ambayo walianza nayo kwenye zile dakika 15. Kwa walisia tunaweza tukaitem kama falsafa ya team kulingana na labda hilo swala wamelifanya kwenye mechi 1, 2, 3 na kuendelea. Hapo tunaweza tukatem labda ndio mwenendo wao ambao wameshakubaliana kwamba tunatakiwa tuanze na tempo ya juu. Baada ya hapo tutajua tunaenda vipi. Kwa Simba sio mara ya kwanza by the way kama ulivyosema, lakini wanajaribu kufanya hivyo kwa sababu ya kwanza kutengeneza faida kabla ya mambo kuja kubadilika. Maana yake wanajaribu kushinikiza mpinzani wakati ambao bado wao wana nguvu, lakini pia bado wana uchu wa kupambana. Maana yake kama kungekuwepo na uwezekano, Simba walihitaji kupata mabao ya mapema, ndio maana ama tafsiri halisi ya kuanza kwa mchezo wakiwa yani kuanza kwa nguvu ama kwa kasi zaidi kupush. Lakini tunapokuja kuzungumza kwa nini hawakufanya, maana yake kwa nini hawakufanikiwa kwenye hilo swala, tutazungumzia pande zote mbili, kwa maana ya wapinzani pamoja na wao wenyewe. Hapo ndo sababu halisi ilipo. Lakini ukija kwenye tafsiri ya kuanza hivyo, jibu la haraka na ambalo kila mtu anaweza akakaa na akalifikiria ni katika kupata matokeo ya mapema ama magoli ya mapema ambayo kwao yanakuwa ni faida. Kwa sababu unapopata goli, mipango yako inabadilika. Sahihi. Kama unaanza kucheza kwa kutulia, kwa kurelax, maana yake umeshatanguliza mguu mmoja, ni sawa. Lakini ni tofauti na pale ambapo nyote mnakuwa bila au mtu amekutangulia. Ni tofauti kabisa. Kwa hiyo kwa Simba target yao kubwa ni hiyo, lakini issue kubwa inakuja kwenye end product ya kile ambacho wamekuwa wakikifanya. Kwa maana huu mfumo wamekuwa wakiutumia, lakini ni mechi ngapi ambazo wamefanikiwa katika hilo na wamefanikiwa kwenye mazingira gani? Unaangalia walifanya hivyo kwenye dabi iliyopita ya mwisho kwenye mchezo wa ligi. Sahihi. Wakapush kabla ya 45 za kwanza, Simba
walikuwa na magoli mawili. Lakini ukiangalia baada ya hapo kilichokosekana ni maintenance, kwa maana ya ule uwezo wa kumudu kile ambacho umekitengeneza. Yani wanasema kile ulichokianzisha utaweza kukimaliza. Ndio shida kubwa ambayo bado inawatatiza Simba katika huo utamaduni ambao wameuanzisha ama wamekuwa wakiutumia kwa siku za hivi karibuni, hususan baada ya ujio wa baadhi ya nyota kwenye kikosi, lakini pia hata mwalimu inawezekana naye ameridhikana nayo na hilo jambo, kwa sababu tumeona wamekuwa wakipush kufanya hivyo. Lakini pia ukija hata kwenye takwimu, hata magoli mengi ambayo wameyafunga Simba, yapo ambayo wameyafunga mapema, lakini yapo ambayo wameyafunga kipindi cha pili. Kuna utofauti. Maana yake unakuta asilimia kubwa wamefunga kipindi cha kwanza ni yale ambayo wameyafunga mapema, wakati ambao timu bado ina energy na push. Lakini pale ambapo mabadiliko yanafanyika, unaona kama energy inashuka. Ndio maana hata ukija kwa wachezaji mmoja mmoja unaweza ukawajaji kwa namna hiyo, kwamba huyu alianza kwa kasi, mwisho wa siku mambo yakawa mazito, ikapungua. Lakini target inakuwa ni nzuri, lakini issue kubwa inakuja kwenye kumaliza kile ambacho umekianzisha. Tugusie pia hapo ambapo unajaribu kupagusia maingizo mapya. Kuna namna yalimgharimu mwalimu Steve Barker, kwa maana kwanza na namba 9 Pasei, ambaye pia alikuwa ni ingizo jipya by the way, Ibrahim Dumbia, pia Ibrahim Jabal, ndio nyota ambao walianza kwa upande wa Simba nafikiri, ambao ni maingizo mapya. Tulikumbusha mwingine ambaye alianza kwa siku ya jana, kila Kreso alitokea bench. Wengine ni nani kwenye kikosi cha kwanza ambacho kimeanza? Hakukuwa na mabadiliko mengi, lakini hayo mabadiliko machache kuna namna yalimgharimu mwalimu Steve Barker. Hapana, kwangu mimi sidhani kama ni chanzo cha kumgharimu, kwa sababu hata goli lenyewe ni goli moja tu ambalo walishinda kwa maana ya Yanga. Na tukija kwenye tathmini ya mchezo mzima, si kana kwamba Yanga waliwini zaidi ndio maana walishinda. Kwa hiyo inanipa confidence ama ujasiri wa kusema wale wachezaji wawili ambao Simba alianza nao kama wachezaji wapya hawakuchangia kwa namna moja ama nyingine katika kuigharimu timu, kwa sababu kama ni kazi alifanya Ibrahim Jabbar eneo la kiungo, inawezekana kuna watu walifanya kazi kuliko wao. Lakini pia Ibrahim Dumbia, kama nilivyozungumza awali kwamba Simba hawakuwa na mshambuliaji na wamezoea pia mazingira ya aina mbili. Kuna muda Steve Barker alikuwa na opti kuanza na Selemani Mwalimu, kuna muda alikuwa naamua kuanza na Elim Panzu, katika kutengeneza mazingira ya aina mbili kwenye timu, kwamba tunapokuwa na mshambuliaji tuweze kusurvive kwa maana ya kuishi kwenye hayo mazingira, lakini hata tusipokuwa na mshambuliaji basi tuwe na uhakika wa kuweza kusurvive. Selemani Mwalimu hayupo tayari, amesajiliwa Ibrahim Dumbia. Kwa hiyo mwalimu anajaribu kupush kwamba kulingana na profile ya mchezaji ambaye amesajiliwa kwenye kikosi, lakini pia na halikotokea, na kwa sababu bado anahitaji kuhandle pressure ambayo hipo kwenye maeneo mengi, hipo nje ya uwanja lakini ndani ya uwanja. Takiwa kumpatia nafasi kwenye game kama hizi ngumu, ili sasa hiyo pressure aipate vizuri, na ukisha ipata vizuri kwenye mechi ngumu kama hizo, ndipo sasa unaanza kutoka kwenye pressure na kurejea kwenye uhalisia wako. Ni kitu kizuri ambacho alikifanya, na mimi mwenyewe hata kabla ya muda kufika nilikuwa natamani aanze naye Ibrahim Dumbia ili nione atafanya nini, nione composure yake, nione namna ambavyo anajiposition, nione anavyocheza na wenzake, anavyotumia nafasi zinazotengenezwa. Lakini tukija kwenye kazi yake mama ambayo ni ya kufunga, sana kwa mechi ya jana, siwezi kudoubt kwa sababu sikuona clear chance ambayo aliipoteza. Hata kipindi cha kwanza akupiga shoot on target Simba. Akupiga akupiga kwa sababu ambazo zilikuwa kwenye timu nzima ya Simba. Kwa hiyo unapokuja kwenye tafsiri nzima ya mchezo kwamba Simba walipoteza, walipoteza, jambo la kwanza ni kwamba hakuwa wazuri kwenye ufanisi. Kwa maana ya kutumia zile nafasi walizotengeneza. Simba walipush zaidi. Wakati unazungumza mwanzo walianza vizuri. Walianza kwa kupush, kuisogeza timu kwenda mbele, lakini walishindwa kupenya kwenye ngome ya ulinzi ya Yanga.
licha ya kwamba Yanga walikuwa na makosa pia kwenye baadhi ya maeneo, lakini walishindwa kupenya kwenye hiyo ngome, kwa maana ya kwamba Yanga wakutegemea safu ya ulinzi iweze kulinda kama ilivyo mpangilio. Walitegemea timu nzima iweze kujilinda. Ndio maana tuliona kuna baadhi ya nyota walikufanya makosa kwenye kulinda ambao sio mabeki wakati. Kwa hiyo kwa namna hiyo Yanga walihitaji kujilinda kama timu, sio kama eneo la ulinzi. Ndio maana unaweza ukaona hata kina Mwamnyeto, akina Baka wakupata purukushani kubwa, kwa sababu Yanga walikuwa wanaanza kujilinda kuanzia eneo la mbele, ambapo ukiachana na Peter Shalulile ambaye ulikuwa unamkuta kwenye ile mipira ya kuvizia nyuma ya mabeki wa Simba, utakuja wote ambao walikuwa nyuma yake, kina Maxi, kina Mudathiri, Kangwanda, mpaka wanarudi, mara nyingi walikuwa wanaonekana kwenye nyakati zote, wakati timu ikiwa ina mpira, lakini wakati ambao haina mpira. Lakini kwenye kuonekana sawa, walionekana. Ukija kwenye udhaifu walikosea. Ndio maana tuliona watu walimbeza sana Duke Abuya kiwango chake, Mudathiri Yahya, lakini pia hata hao akina Albert Kangwanda, licha ya kufunga goli, kuna baadhi ya moment ambazo hazikuwa sahihi, lakini ukiangalia target ya timu ilikuwa ni kujilinda na kucheza kwa nidhamu. Ndio maana hata walipopata goli ilikuwa ni ngumu sana kwa Simba kuweza kupenya.